Tuna miaka zaidi ya 10, barabara hamna, likorongo tu kubwa. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Novemba 2025, utekelezaji wa miradi mbalimbali umeanza kufanyika. Barabara ile imetengenezwa kwa sababu ni barabara. Huku matumbo ya wanasiasa yakiwaka moto juu ya ule usemwao ahadi ni deni. Na hapa nakutanisha na Bwana Hamisi Saidi Betese, diwani wa kata ya Bangwe mkoani Kigoma, ambaye ameonyesha juhudi katika ujenzi wa barabara hiyo. Zaidi ya milioni 123 ambacho kinatekelezwa kwa ukubwa wa kilomita 1.03. Lakini pia kuna daraja kubwa kwenye eneo la Mto Nyarumanga ambalo mpaka sasa hivi linajengwa. Wananchi wa Mji Mpya walikuwa hawana barabara ya aina yoyote ambayo inatekelezwa. Lakini tayari hiyo barabara imefanya nini? Imetekelezwa ndani ya kata ya Bangwe, mtaa wa Kamara. Wananchi wa Mji Mpya waweze kutoka shule ya msingi Bangwe au wakitoka Kigoma, wakitoka labda Maweni, wakitoka maeneo ya aina yoyote, waweze kufika nyumbani kwao kwa magari, kwa sababu ndio maana panaitwa Mji Mpya. Ni mji ambao unaendelea mpya kabisa, ambao una nyumba nyingi, una watu wengi. Kwa hiyo kimsingi barabara ndizo zilizokuwa bado, wameanza kuitengeneza barabara hiyo ambayo ina urefu huo nilioutaja pamoja na karavati lake. Pale barabara inapoishia lipo korongo lingine kubwa ambalo serikali tumeiomba kuanzia mwaka wa fedha, kama ikimpendeza Mwenyezi Mungu, serikali pia itatengenezea daraja la pale na kuunganisha barabara ile ili iweze kufika kwenda Maweni kwa mkono wa kulia, lakini barabara hiyo ikiunganishwa na hilo karavati la mwisho au daraja la mwisho itafika Mwanga kwa mkono wa kushoto. Wanafunzi wale hawana eneo la kuvukia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya makorongo yaliyopo. Kwa hiyo utengenezaji wa hiyo barabara, kama likitengenezwa hili karavati la mwisho kwenye hili korongo ambalo ndiko barabara imefika kwa sasa, maana yake itasaidia watoto wa shule kuvuka kwenda Kilimahewa. VOC Media haikuishia hapo juu ya juhudi za kuwatafuta wananchi wa kata hiyo. Tukianza kutoka Kigoma mjini kuelekea Kamara Bangwe, ambapo ndipo ujenzi wa barabara hiyo pamoja na daraja kubwa unaotekelezwa. Hakika wananchi hawakuwa na imani na utekelezaji. Barabara hiyo ina urefu wa kilomita 1. Kata ya Bangwe ni miongoni mwa miji mikongwe uliopo mkoani Kigoma ambao ulikuwa hauna barabara. Hatimaye wananchi wameanza kushuhudia mwanga angavu wa asubuhi. Hapa tunamaanisha ujenzi wa barabara hiyo ambapo ulikuwa haujawahi kuwepo kabla. Kwa majina naitwa Zainabu Mauridi, ni mkazi wa Kamara Mji Mpya. Watu walikuwa kinyang'anywa simu wanapoenda kazini asubuhi. Mvua zikinyesha maji yanakuwa ni mengi, watoto wanasombwa na maji. Kwa kweli tunapopata hili daraja tunamshukuru Mungu, kwa sababu tumepata barabara ya kutoka Mji Mpya kwenda Mji Mwema na nyingine ambayo inatoka Mji Mpya kwenda Mwanga. Kwa kweli tunamshukuru sana. Diwani ametuletea mambo mengi, na ambao wanamchukia diwani, Mwenyezi Mungu awazalilishe, awahuzunishe, kwa sababu tulikuwa Mji Mpya hatuna zahanati, tumeletewa zahanati. Mji Mpya tulikuwa hatuna soko, tumeletewa soko. Mji Mpya tulikuwa hatuna daraja, tumeletewa daraja. Tuna miaka zaidi ya 10, barabara hamna. Watu wakipita hapo asubuhi wanaenda makazini wananyang'anywa simu, wanakabwa. Mvua zikinyesha watoto wanasombwa na maji. Pia mvua zinaathiri nyumba za watu, zinabomoa nyumba za watu. Saidia kwenye maporomoko ya maji. Maji yamepungua maporomoko tofauti na mwanzo nyumba zilikuwa zinadondoka. Sasa imekuwa at least afadhali kwa sababu maporomoko ya maji yamepungua. Kwa tunapata shida kwa sababu tulikuwa inatubidi tuvuke hilo korongo tuende kule. Endelea kufuatilia VOC Media kwa habari na matukio. Mimi ni Khalfani Rajabu. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili uwe kwanza kupata taarifa zetu.